Asante kwa kuendelea kuchagua Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Karibu sana nikujuze ile ujiri hapa nyumbani Tanzania na hata pia nje ya Tanzania kwenye uga wa michezo na burudani. Kabla sijaanza nikukumbusha na nafasi ya kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau pia kuungana nasi kupitia kurasa wetu wa michezo kule Instagram ni Azam TV Sports. Unaweza kutuandikia huko maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa kupitia Mshike Mshike. Tuanze na makubwa tulionayo hii leo, ikiwa ni pamoja na hili: kikosi cha Simba kimeondoka jijini Casablanca kule Morocco majira ya saa 10 jioni kwa saa za Morocco, ambazo ni sawa na saa 1 za usiku kwa saa za hapa Tanzania, kwenda mjini Berkane nchini humo, ambako Jumamosi hii majira ya saa 4 usiku kitashuka dimbani katika dimba la Manispaa ya Berkane katika mchezo mkondo wa kwanza fainali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya wenyeji RS Berkane. Mnyama Simba ambaye alitua juzi alfajiri mjini Casablanca na kukaa kwa siku moja sasa anawahi mjini Berkane angalau siku 2 kabla ya mchezo ili kuzoea mazingira ya mji huo. Simba itahitaji ushindi au sare ya kutopoteza mchezo na kwa magoli yasiwe mengi ili kujiweka katika mazingira mazuri zaidi katika mchezo wa marudiano utakaopigwa Mei 25 mwaka huu. Mbali na hilo, lingine kubwa tukisalia hapo kwenye kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba, kikosi cha Simba baada ya kufika kule kuwasili kwa maana ya huko Berkane utakuwa unajiandaa kuelekea mchezo unaofuata. Sasa nini kinaendelea? Nikwambia kwamba tu wakati huo kikosi hicho kimefanya mazoezi mjini Casablanca mapema leo kabla ya kuondoka kuelekea mjini Berkane kuwafuata wapinzani wao RS Berkane. Nahodha wa kikosi hicho Mohamed Hussein maarufu kama Zimbwe Junior amezungumza na kusema kuwa maandalizi waliyofanya ni makubwa na kuhakikisha kuwa wanapambania bendera ya Tanzania pamoja na kikosi hicho. Taarifa zaidi na mwandishi wetu mwandamizi Patrick Raymond Nyembera ambaye ameambatana na kikosi hicho. Ni siku nyingine tulivu ambayo wekundu wa Msimbazi wakiwa katika mji wa Jadida wamemaliza mazoezi yao kama ambavyo walikuwa wamepangilia kabla ya kuondoka hapa kuelekea katika eneo ambalo wamepangiwa kucheza mchezo wa fainali. Kuna mengi yameendelea, lakini licha ya kwamba siku ya jana ilikuwa ni ya mazoezi yenye usiri mkubwa, waliruhusiwa watu wachache na dakika chache kwa waandishi wa habari kuweza kuangalia kile kinachoendelea. Leo hii wekundu wao wamefanya mazoezi na mara baada ya kumaliza basi wakaweka muda maalum kwa waandishi wa habari wote kutoka Tanzania kuweza kupata nafasi ya kuongea na wachezaji kuelekea mchezo huo. Mpaka sasa hivi maandalizi yanaenda vizuri kabisa yani. Tumekuja hapa Morocco kwa ajili ya mchezo wa fainali. Na mchezo wa fainali ambao tulikuwa tunauhitaji kwa muda mrefu tayari umefika na siku zake zimekaribia. Lakini tupo hapa tunaendelea maandalizi yetu. Kila mchezaji ana hali ya kutaka kucheza mchezo wa fainali. Tunatambua kama mchezo wa fainali ni mchezo mkubwa ambao kila mchezaji anatamani kucheza. Kwa hiyo kila mchezaji ana push mazoezini kuhakikisha kwamba anamshawishi mwalimu ili aweze kuingia kwenye mchezo moja kwa moja. Mchezo huu ni mchezo wa fainali. Kwa hiyo mchezo wa fainali una hali yake na una morali yake. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa Simba tuna morali yetu ambayo tumetoka nayo tangu huko chini tulipokuwa tumetoka, na kila mchezo tulikuwa tunacheza kwa staili yake. Kwa hiyo na imani kwamba hata mchezo huu kwa jinsi maandalizi tunaenda kuyafanya kuna aina ya mchezo ambao tunataka tuende kucheza katika mchezo huo, na imani na hiyo aina ambayo tunaenda kucheza itatufanya sisi kuwa mchezo kwa mwepesi kwetu sisi na kuweza kupata matokeo mazuri. Na hii finali hatuishii tu finali kwamba tumefika finali. Hii tunachukua. Na binafsi mimi niseme kwamba kwenye mashindano haya ni tofauti na mashindano ya nyumbani. Haya mashindano yanakuwa na wachezaji wakubwa, yanakuwa na upinzani mkubwa, yanakuwa na wachezaji ambao wameiva zaidi. Kwa hiyo lazima mchezaji binafsi ujiongeze, lazima utumie akili kubwa, nguvu kubwa, utumie kila kitu kuhakikisha kwamba unaweza kupata matokeo kwenye mechi ambayo unakwenda kucheza. Na mechi ya Jumamosi finali yetu haitakuwepo mechi rahisi, itakuwepo mechi ngumu, lakini naamini kwa uwezo ambao tumejiandaa na Mungu atatubariki, na vijana tunapopambana mazoezini kama nyinyi mnavyoshuhudia, nuru itapatikana na heri itaonekana. Na kiukweli naomba Mungu aniamshe salama niweze kupambana. Kwa upande wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema kwa sasa nguvu zote zipo kwenye mchezo dhidi ya RS Berkane siku ya Jumamosi, na baada ya hapo uongozi utaanza kufikiria mambo mengine.
Kwa sasa focus ya viongozi wetu, viongozi wa Simba ni mechi ya tarehe 17. Na kwa nini focus kubwa iko hapo? Kiuhalisia ni kwamba Berkane anafanya kila anachoweza ili kumaliza mchezo wa kwanza, kuimaliza fainali yote kupitia mchezo wa kwanza. Na hivyo ndivyo amekuwa akifanya miaka zote. Ukiangalia tu kwenye mechi ya nusu fainali alimpiga Constantine mabao 4-0 katika uwanja wake wa nyumbani. Kwenda kwenye mechi ya marudiano ngoma ikawa nzito, Constantine kafunga bao 1 lakini akaondoshwa kwenye mashindano. Kwa hiyo anatumia kila nguvu aliyokuwa nayo mechi hii ya kwanza atupige bao nyingi ili mechi ya marudiano kwake iwe ni mechi ya matembezi na akabidhiwa ubingwa. Kitu ambacho Simba hatuko tayari kuona kinatokea. Tunataka mechi ya kwanza iwe na faida zaidi kwetu sisi, kwa maana ya kupata matokeo ambayo yatatupa sisi advantage kwenye mechi ya marudiano. Na ndio maana tuko viongozi wengi hapa Morocco na wote akili yetu ni namna gani tarehe 17 tunapata matokeo mazuri. Kwa kuwa akili yetu tumeielekeza tarehe 17, taarifa rasmi kuhusiana na mechi ya tarehe 25 tutawajulisha wanasimba mara baada ya mechi ya tarehe 17. Kwa hiyo kwa sasa wanasimba waendelee na maandalizi ya mechi ya tarehe 17 na waendelee na maandalizi kwa maana ya kununua tiketi, kuuza tiketi kama ilivyokuwa kawaida kwa ajili ya kuelekea Benjamin Mkapa tarehe 25. Taarifa, mwongozo, maelekezo baada ya mechi ya tarehe 17. Lakini kwa sasa status ya wanasimba kimaandalizi inabaki kama ilivyo tarehe 25 Benjamin Mkapa. Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, akizungumza kuhusiana na mchezo ambao unafuata hivi karibuni. Ni weekend hii. Muda nizungumze na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Mkini kusikia kutoka kwake baada ya hayo ambayo yameendelea hii leo, hasa kuelekea kwenye finali ya mkondo wa kwanza na wa pili. Michezo ni kama ambavyo unaiona hapo Mkini, karibu sana. RS Berkane mchezo wa mkondo wa kwanza Mei 17 dhidi ya Simba, mchezo wa mkondo wa pili Mei 25 dhidi ya RS Berkane. Simba atakuwa ndio mwenyeji wa mchezo huo. Kwa hichi kinachoendelea na kilichozungumzwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, umekuwa unafuatilia mpira kwa miaka mingi sana na naamini hata ile ya 93 ulikuwepo. Hichi kinachoendelea kiufundi kinaweza kuathiri kwa namna yote maandalizi ya Simba kuelekea mchezo wa weekend hii? Ukimsikiliza Ahmed inaonekana kwamba Simba wameshatoka huko. Wanajua nini ambacho kinaendelea, kwa hiyo ndio maana nakwambia mazungumzo yote kuhusiana na mechi ya pili na maana ni baada ya mechi ya kwanza kumalizika. Na ukisikia kwenye vitu vingi ambavyo vimekuwa vikizungumzwa, unaona kabisa kwamba Simba wameshajiandaa kwa ajili ya fitna aina yoyote ile, kwa ajili ya mbinu zote ambazo zinaweza kutumika nje ya uwanja. Kwa hiyo kikubwa ambacho wanakiangalia nafikiri ni dakika 90 za uwanja kwenye mechi ya kwanza, alafu watajipanga kwa ajili ya mechi inayofuata. Kinachoonekana hapo ni mazoezi ya kwanza, mazoezi ya mwisho leo kabla hawajaelekea Berkane, kwa sababu kifika Berkane pia watakuwa na siku kama 2 hivi za kujiandaa. Manake watakuwa na siku kama 4 za kujiandaa. Siku 4 ugenini kimaandalizi kuelekea mchezo dhidi ya timu mwenyeji, huwa zinakuwa na faida kiasi gani kwenye mchezo muhimu kama huu? Berkane wenyewe walishamaliza kazi kwenye ligi yao muda mrefu. Kwa walikuwa wamekaa wanajiandaa kwa ajili ya hii mechi moja. Simba tunakumbuka hapa alikuwa na ratiba ngumu ndani ya siku 11, lakini kwenye siku 4 kwenda away, nafikiri Simba anaweza akafanya kitu kama kile alichofanya Afrika Kusini kwa Stellenbosch. Kwa sababu ukitazama kwenye ile mechi pia Simba alikuwa na kituo cha kwanza, akawa na kituo cha pili cha kwenda kumalizia mechi. Kwa hiyo mimi nafikiri maandalizi yao na jinsi timu ilivyo, wachezaji wengi wana uzoefu, sipati shaka kabisa na maandalizi yao walioyafanya. Kwa hiyo naamini ya kwamba kuna kitu wataenda kukifanya kwenye hiyo mechi inayofuata. Pressure huwa inakuwa vipi hasa kwa mechi muhimu kama hizi? Kwa mfano, unakuta mioyoni watu wanakuwa wanabeba kwamba ilitokea 93 haikuwa bahati. Basi na shaka wanakuwa wamebeba mzigo mzito vichwani mwao, sio? Kwa wachezaji mara nyingi, mfano kwenye kikosi cha Simba kuna wachezaji ambao tayari wana experience. Kunakuwa na pressure kwenye timu ambao wachezaji wake hawana experience sana michuano ya kimataifa. Back to back zaidi ya miaka 7. Nafikiri Simba wana wachezaji wengi wapo, kina Kapombe, Shabalala, kina Aishi Manula ambao bado wapo ndani ya timu, experience ipo ya kutosha. Kwa hiyo nafikiri hawezi kupata pressure sana. Shida inayokuja kwenye finali huwa ni mechi ya kwanza. Yaani finali yote mechi hii ya kwanza ina maana ndio finali ya Simba ilipo.
Kwa hiyo kitu kikubwa wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye hii mechi. Ukishamaliza hii mechi hapa, ina maana mechi ya nyumbani unakuja kujipanga kwa ajili ya dakika 90 zingine. Kwa hiyo sina shaka sana na maandalizi yao, sina shaka sana na experience ya michuano kama hii, kwa sababu ukiwaangalia Simba utagundua kwamba hata Berkane wanaocheza nao walishakutana na timu zingine ambazo ni kubwa zaidi. Lakini hawa Berkane walishakutana na Simba kwamba mmoja akashinda kwa nyumbani, mwingine akashinda nyumbani kwake. Kwa hiyo hakuna shaka yoyote kwenye kikosi ambacho wanacho. Naam, Berkane hao ukiwaangalia tangu hatua ya makundi hawajapoteza mchezo wowote wakiwa nyumbani kwao. Lakini mbali na hilo, kwenye kombe la shirikisho ama kampeni hizi ndio timu pekee ambayo kwenye upande wa kuruhusu mabao hawajaruhusu mabao mengi ukilinganisha na timu zingine nyingi. Pindi wanapokuwa nyumbani ndo hatari zaidi. Hii inaashiria nini kuelekea kwenye mchezo huo? Mechi 5 nyumbani hawajaruhusu goli hata moja, na kwenye mechi muhimu hii Simba ndo anabidi aende kule angalau akatoe sare au walau kushinda. Unajua sasa tofauti ya mechi ambazo Berkane amepita. Hizo zote ukiangalia kwenye safari ya Berkane ya kufika hapa, kuna mechi 2 ambazo wamecheza na timu ambazo Simba pia alicheza nazo kwenye hatua amekutana nazo kwenye mashindano. Mechi ya Stellenbosch wameshakutana na Simba, Simba akapata ushindi. Mechi ya Constantine amecheza na Simba pia, Simba naye pia akafanya vizuri kwenye hizo mechi. Kwa hiyo kikubwa ninachokifikiri kwenye hichi ambacho kinatokea kwa Simba ni kuicheza finali. Yaani finali huwa wala hainaga magoli mengi. Ni adimu sana kuikuta finali na idadi kubwa ya magoli. Lakini kikubwa ni kuhakikisha kwamba mechi ya kwanza uleweko away unafanya kile ambacho kinaweza. Kwenye finali kila kitu kinawezekana. Yaani finali hauwezi kumfanyia na robo finali wala hatua ya makundi. Kwa hiyo kikubwa ni maandalizi ya Simba yakae vizuri kwa ajili ya kucheza finali ya kwanza, waje wakamalize finali ya pili. Sababu hata Simba nao ukiwaangalia nyumbani nao sio timu ambayo inafanya vibaya. Ni timu ambayo inafanya vizuri sana nyumbani. Hawajapoteza mechi hata moja nyumbani. Haya, ukiwatazama wekundu wa Msimbazi Simba sasa hivi sio mchekea kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma timu kutoka Tanzania ikiwemo Simba wakienda ugenini walikuwa na struggle sana. Lakini hivi karibuni takwimu zinaonyesha Simba ameokota alama nyingi pia ugenini kwenye kampeni hizi za CAF. Anakwenda kukutana na RS Berkane ambao nyumbani ni wagumu zaidi kupoteza. Mechi 5 hawajapoteza nyumbani hata moja. Hii inafanya pengine mechi hii kuwa ngumu hivi sivyo? Yaani kwenye mechi ikishakuwa mechi ya finali ugumu upo. Yaani hilo huwezi kuliepuka. Lakini wakati unazungumzia kwamba Berkane ni bora nyumbani, Simba nao utakumbuka kwenye hatua ya makundi na hatua zingine zilizofuata amefanya vizuri pia kwenye mechi za nyumbani za ugenini. Kwa hiyo ukiangalia hata mechi ambayo Simba alienda kuvuka, amevuka akiwa Afrika Kusini kwenye mechi ya suluhu baada ya kupata ushindi hapa nyumbani. Kwa hiyo kama aliweza pale Afrika Kusini ambapo aina ya mashabiki napo na uwanja wao na support ambao walikuwa nayo na nafasi ambao walikuwa wanapewa ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko kinachotokea sasa hivi. Sababu Berkane sawa ni timu bora, wana kombe la shirikisho mara 2, Super Cup mara 1, ni timu ambayo imefanya vizuri sana. Lakini kwa upande wa Simba, mimi naamini wana uwezo wa kufanya vizuri sehemu yoyote ile, kwa sababu tayari kwenye mashindano ni moja kati ya timu kubwa zaidi. Na timu kishafika finali, hakuna ambao unaweza kaamini ya kwamba anaweza kuchukua ubingwa mpaka wafike uwanjani au dakika 90 za mchezo. Shukrani sana Philip Mkini. Salia hapo, nimkumbushe tu mtazamaji kwamba huu ni mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Baada ya kuvuta pumzi kidogo, tunaendelea na operesheni hii ambayo ni kuelekea Jumamosi wiki hii, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa mzigoni ugenini. Tulikuwa tunazungumza Philip kuhusiana na namna ambavyo Simba anajiandaa kuelekea mchezo huu na namba zinavyozungumza. Hizi ni mechi 5 za ugenini za Simba kombe la shirikisho 2024-25. Ukijaribu kuangalia kuna mechi ukiacha dhidi ya Constantine ambayo ilifungwa 2-1 ambayo pia na yenyewe ilikuwa ni baadaye sana. Walianza vyema kwa maana ninachokimaanisha. Sfaxien alipoteza 1-0, lakini pia Bravosh alisare 1-1. Al-Masry ndiye alishinda goli 2, lakini ukiacha hapo pia Stellenbosch sare tasa. Hii inaonyesha kwamba, ama kwa mimi ukiniuliza kama kuna research ambayo RS Berkane wanaifanya, pengine katika wapinzani waliokutana nao, performance ya Simba ugenini inawatisha. Ni sahihi, kwa sababu hicho ambacho unakiona ndio hicho ambacho Berkane napo watakuwa wanakifanyia kazi. Na hata ukitazama mazungumzo ya Ahmed alichokisema, amesema ya kwamba maandalizi yao ni ya kuhakikisha wanamaliza finali nyumbani kwao. Na Simba maandalizi yake ni kuhakikisha kwamba anafanya kitu cha tofauti na kile ambacho wenyewe wanafikiri. Nikitazama mimi matokeo hayo, ukiangalia Simba ana mchanganyiko wa aina yote ya matokeo. Kwa hiyo matokeo atakayoenda kukutana nayo pale nafikiri ni yale mazuri. Mfano na hiyo mechi yake ya pili hapo. Mechi yake ya pili na Sfaxien.
ukitazama hapo ndio unaona kwamba kuna kitu kikubwa alikifanya. Kwa nini asianze kwenda kupata hicho tena akiwa away? Nafikiri ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu Simba ameshacheza na Ahali, ameshacheza na timu nyingine zote kubwa na akapata matokeo. Hakuna wasiwasi kwenye hilo hata kidogo. Haya, kwa sababu tumekusikiza Mkini, tusikize pia na mtandaoni wanasema nini ndugu zetu hawa. Huku ni mitandaoni ambako tuliuliza swali lilikuwa linauliza zimebaki siku 2 Simba kuivaa Renaissance Sportive Berkane ugenini katika fainali ya kwanza ya CAF ama kombe la shirikisho la CAF. Je, una washauri nini? Swali lilikuwa linauliza hivyo. Tusikie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kupitia kurasa wetu wa Azam TV Sports, huyu anaitwa Muharami Bakari. Anasema ni kukaza tuimalize mechi ugenini, wajitume, amemaliza hivyo. Lakini na madam yeye anasema wacheze kama vile mechi ya fainali ipo moja. Ignas Kilanga anasema ni kucheza kwa nidhamu, kuwaheshimu wapinzani na kujilinda. Mikosa anasema kujilinda, lakini anamaanisha kujilinda kuanzia katikati, lakini pia mechi ikiwa ngumu basi wasiruhusu magoli zaidi ya moja. Ni mtazamo wake huo kutoka Instagram, ukurasa wetu wa Azam TV Sports. Tuangalie ukurasa wetu wa Facebook sasa. Ambrose Joseph yeye anasema kutoka Mwanza na washauri yafuatayo: 1, kujitayarisha kisaikolojia, wajiamini na kuondoa pressure. 2, kucheza kwa nidhamu hasa safu ya ulinzi na kuhakikisha hawaruhusu mabao kirahisi. 3, anasema hivi, kuichambua Renaissance Sportive Berkane, waichambue zaidi, anamaanisha hivyo. 4, anasema kutumia nafasi chache watakazozipata, na 5, kudhibiti mchezo hasa kipindi cha kwanza. Lakini huyu wa pili Apisho Mdapo yeye anasema Wambea Kiela, kwanza na itakia Simba ushindi, wasiende kujiamini sana, kwani wakumbuke wapo ugenini, wawe na nidhamu muda wote, wasiruhusu bao zaidi ya moja, kwani najua game itakuwa ngumu sana. Simba nguvu moja. Lakini David Magesa kutoka Green City Mbeya anasema mimi na washauri Simba wasiruhusu wapinzani wasogee langoni kwao mara kwa mara, na wakipata nafasi ya kufunga wafanye kweli, maana goli la ugenini lina faida yake. Amemaliza hivyo kurasa wa Facebook. Tugeukie sasa ukurasa wa X, zamani Twitter, tuone huko pia mmetuandikia nini. Huku Joven Josephat yeye anasema nipo Kahama, Simba ni timu B kwenye mchezo wa fainali, hivyo inapaswa kuchezwa kwa tahadhari sana ili walau kuzuia idadi kubwa ya mabao, na kama kweli second game itachezwa Mkapa, Simba wapambane kushinda. Lakini Kando Manyama yeye anasema hivi, mimi kama shabiki wa Yanga naitakia heri timu ya Simba kupata ushindi katika mashindano haya, kwani kufanya hivyo taifa letu la Tanzania litaweka historia mpya kuwa miongoni mwa nchi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki kushinda kombe hili kubwa lenye hadhi ya juu. Lakini Fatma Kungu yeye anasema Feti au Mama Mansuru kutoka Mbozi Songwe anasema mimi na washauri waache masuala ya mitandaoni na kubadilishwa kwa uwanja kwenda Zanzibar, wa focus na mechi ya tarehe 17. Nini umekingamua kutoka kwa wadau wetu wa kutoka mitandaoni? Ukiwaangalia wote wanaitakia Simba heri. Kila mmoja anaonyesha kwa njia yake, lakini tazama hiyo Feti wa mwisho kabisa anakuambia wa focus kwa ajili ya mechi inayofuata badala ya kufikiria kile ambacho kinatokea kwenye mitandao. Lakini kuna mtu pia ulimuona aliwapa Simba vitu kama 4 au 5 akiwaambia kwamba wajilinde, wapunguze pressure ya game, lakini wakiona ya kwamba wanaweza kufanya vizuri kwenye hiyo mechi basi wafanye vizuri. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu wamekiona nao. Naam, shukrani sana Fred Mkini. Pesa shaka tupata wasaa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Bado tuna siku chache zimesalia kuelekea Jumamosi. Ni mchambuzi wa masuala ya soka Philip Mkini nikizungumza naye kuhusiana na hilo kubwa ambalo nilikuwa nakujuza hapo. Asante. Naam, tuendelee kuangazia mengine makubwa. Kikosi cha mafande wa JKT Tanzania kimefanya mazoezi mepesi katika kituo cha ufundi cha TFF kilichopo Mnyanjani mkoani Tanga, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo wao wa Jumapili wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya wananchi Yanga utakaopigwa katika dimba la CCM Mkokwani huko Tanga. Kocha mkuu wa timu hiyo Ahmad Ali amezungumzia utayari wa wachezaji wake kuelekea mchezo huo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tumefika salama Tanga. I think leo tulikuwa tuna mazoezi mepesi kidogo kuweka mwili sawa na kuondoa ule uchovu. Haikuwa mbaya sana. I think tuna siku kama 2 ama 3 za kuanza kuweka plan. Nafasi pekee ya JKT Tanzania kuweza kushiriki kimataifa ni kulibeba kombe hili la kombe la shirikisho la CRDB Bank. Umewaandaa wachezaji wako kisaikolojia kwa kiasi gani ili basi kuweza kuhakikisha kwamba mnaweza kupata nafasi hiyo na kwenda kimataifa?
Ya, ni kweli. Sisi tunajua tuna mchezo mgumu, tuna mchezo muhimu, alafu tuna mchezo ambao uko ndani ya malengo yetu. Yale ambao tumejiwekea. Matumaini na matarajio ya kila mtu kuweza kufanya vizuri ili tuweze kusonga mbele zaidi na kuweza kupata nafasi ya kuwakilisha nchi. Kikubwa ambacho kulingana na mechi ambayo tunakutana nayo, kikubwa kama mwalimu, stafu pamoja na wachezaji, sisi sote tunaifahamu ubora wa Yanga. Hakuna mtu ambaye yafahamu ubora wa Yanga kwa sasa. Afu tunacheza na mtu ambaye ni bingwa msimu uliokwisha. Kwa hiyo tunajua haitakuwa ni mechi ya kawaida sana. Ni mechi ambayo inahitaji kuwa bora kwenye kila nyakati. Tunahitaji kuwa bora kwenye kila department ili tuweze kusonga mbele kwenye hizo moment. Lakini kikubwa sana ni mental. Kama tuko well kwenye tactical discipline, I think tunaweza tukafanya vizuri. Ahmad Ali, kocha wa JKT Tanzania. Sasa timu ya Azam TV imetangulia kule Tanga na imekita kambi tangu siku 3 zilizopita ikiwa ni maandalizi kuelekea mchezo wa weekend hii. Mwenzangu Akida Kilango yupo huko, nizungumze naye muda huu na atuambie nini kinaendelea hapo na maandalizi ya mtanange huo wa weekend hii utakuwa vipi. Ndugu yangu, naona umevaa shati nyeusi kama mimi, tuambie Mkokwani kuna nini kinaendelea maandalizi kuelekea weekend hii? Naam, shukrani sana Kennedy. Mkokwani kitu ambacho kinaendelea huku ni maandalizi ya mchezo wenyewe wa kombe la shirikisho la CRDB Bank utakaopigwa Mei 18, itakuwa ni Jumapili saa 10 jioni hapa katika dimba hili la CCM Mkokwani mkoani Tanga. Lakini umeniuliza kwa nini nimevaa shati hili, yawezekana ndio moja ya yale mashati manene makubwa ambayo nimekuja nayo kwa sababu kwa vyakula vinavyopatikana hapa Tanga na hisi kuna uwezekano wa kuzungumza na HR kama inawezekana Shedafa aje huko minisalia hapa Tanga kwa sababu Tanga imekuwa ni njema kweli kweli. Na muda huu Keni nimeungana hapa na Balozi Dr. Batira Buriani, yeye ni mkuu wa mkoa huu wa Tanga, wamiliki wa uwanja huu wa CCM Mkokwani, na tutazungumza naye hapa kuweza kufahamu mawili matatu kuelekea katika mchezo wenyewe. Heshima yako mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naam, tumekuja hapa kwanza tushukuru kwa ukarimu ambao tumeweza kupokewa hapa toka siku ya kwanza tulipofika. Nashukuru sana. Naam, tunaelekea katika mchezo huu mkubwa wa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Young Africans watakipiga dhidi ya JKT Tanzania hapa. Kama mkoa, kwanza tuanze kutazama swala zima la ulinzi na usalama, ukizingatia kwamba timu kubwa hizi hazijacheza hapa kwa muda. Kwa hiyo bila shaka Yanga wako hapa, mashabiki watakuwa ni wengi. Kwanza mimi ni washukuru sana Azam kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuongea na Watanzania, na tunashukuru pia TFF kwa kutupa heshima hii Tanga kuweza kuwa wenyeji wa mchezo huu mkubwa sana kati ya Yanga na JKT Tanzania. Sisi kama mkoa na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama niseme tu kwamba tuko tayari, na Tanga siku zote ni Tanga ni salama. Hakuna changamoto yoyote, na watu wote waje waangalie mchezo mzuri, na uwanja kama unavyoona, yani uwanja wetu yani ni carpet tupu. Umependeza. Umependeza sana, lakini wakiamua kucheza mchana sawa, wakiamua kucheza usiku sawa, usiku ni kama mchana. Kwa hivyo mimi nawapongeza, nashukuru sana, na niseme tu tunawakaribisha sana Yanga, tunawakaribisha sana JKT, lakini tunawakaribisha Watanzania wote. Watu wa Tanga ni watu wanaopenda michezo. Kwa hivyo waje washuhudie mchezo mzuri, lakini vile vile washuhudie washabiki ambao ni wastaarabu, ambao wanapenda mpira. Tuna uwanja wetu mdogo wa vijana ambao kwa kweli tunanoa vijana Tanzania nzima, na ndio maana hata juzi tumeshika ushindi wa Afrika. Kwa hivyo Tanga ni mkoa wa michezo. Kwa yule sasa ambaye sasa hivi ana mpango wa kuja, kwa sababu JKT Tanzania wao wameingia leo, wananchi wanaingia kesho, basi na shaka kuna mabasi zaidi ya 50 yanakuja hapa. Ni kipi cha muhimu ambacho wanapaswa kuja nacho, lakini unawahakikishia nini wale ambao wana mpango wa kuja Tanga? Mimi niseme tu wao waje na mikoba yao ya nguo, na nguo zingine watapata hapa, chakula watakikuta hapa, burudani mbalimbali watakuta, tabasamu watakuta hapa, ukarimu watakuta hapa. Kwa hivyo mimi niwakaribisha sana, na niseme tu Tanga ni lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Kwa sehemu nyingi inapotokea fursa ya mchezo kama huu, wapo walanguzi pia ambao huwa wanajitokeza, ni katika sehemu za kulala kwa sababu wageni pia watakuja, ni katika uuzaji wa vyakula. Sijajua hili umeweza kujipanga vipi kuweza kulisimamia na kuhakikisha kwamba wanaokuja hapa ni Watanzania, basi sitokee wakalanguliwa? Kwa hakika sisi kupitia kamati yetu na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao ndio wenye uwanja wa Mkokwani,
tuna ratibu shughuli hizi ili kuhakikisha kwamba kwanza wapokelewe vizuri wageni wetu, lakini malazi yawe vizuri, na pia chakula chetu kama siku zote hatuna shaka, na tunaomba sana wananchi watumie fursa hii kupokea wageni, lakini wasitumie kama ndio njia sasa ya kupandisha bei, ili waje tena mwakani na muda mwingine waweze tukapata wageni. Kwa kuhitimisha sasa, kwa yule ambaye anatazama muda huu kupitia Mshike Mshike, una lipi la kumweleza? Mimi niseme tu Tanga ni ya wote, na nina hamu sana kumkaribisha kijana wangu Ali Kamwe aje Tanga hapa Katame, na tutampa chai ya nazi, lakini nawakaribisha wote na JKT. Kwa hivyo sisi Tanga kwa kweli tuna shauku kubwa sana ya mechi kubwa ambayo ni nusu finali, na tunajua kwamba timu itacheza vizuri, fair play, na atakao shinda tunajua watapata shangilio kubwa sana. Naam, huyo ni Balozi Daktari Batilda Buriani, mkuu wa mkoa wa Tanga, ndio nimeweza kuzungumza naye hapa, na ameweza kutuhakikishia usalama kwa wale watakaofika, lakini pia kila kitu kitakwenda sawa, hakutakuwa na ulanguzi wa aina yoyote. Nije kwako Ken hapo studio Dar es Salaam, kama utakuwa na swali lolote lile kwa mkuu wa mkoa. Naam, na nilitamani kusikia pia kutoka kwake, maana ana timu mbili hapo, Coastal Union pamoja na African Sport, ambazo kwenye ligi ziliwahi kufanya mambo makubwa sana huko nyuma. Vipi, hatamani kuona pengine hizo ndo zikileta mechi kubwa hapo kama hiyo nusu finali na finali, na pengine ana mipango gani kuhakikisha timu hizo mbili kutoka mkoani kwake zinakuja kuingia kwenye rekodi za kufanya mambo makubwa kama haya, licha ya kuwa Coastal waliwahi kufanya hivi karibuni? Naam, miongoni swali ambalo ameniuliza mwenzangu kule studio ni kwamba wanakuja kucheza hapa Young Africans na JKT Tanzania, si timu za mkoa wa Tanga. Lakini hapo una timu zako, una Coastal Union, una African Sports. Pengine hukutamani kwamba siku moja basi inapokuwa katika mchezo mkubwa kama huu iwe ni timu yako? Natamani sana kwamba, na najua katika mechi hizi za NBC sisi Coastal tupo, lakini ni vizuri pia kuwa na mechi zingine ambazo vijana na wenyewe wataona vipaji, lakini na sisi pia tumeingiza vijana wetu katika hizi timu kubwa kama Yanga. Tuna vijana wetu wa Coastal ambao pia wanachezea Yanga. Kwa hivyo hatuna shaka kwamba ni mpira mzuri, na tunategemea tu kwamba kila kitu kinaenda vizuri na wasiwe na shaka. Naam, Keni, pasina shaka utakuwa umepata jibu hilo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Daktari Batilda Buriani. Ameweza kulijibu kwa uzuri kweli kweli. Kutoka hapa Tanga niseme kwamba hatuna la ziada, tutazidi kuwasiliana katika vipindi vingine ili kuweza kufahamu mengine mengi ambayo yanaendelea hapa mkoani Tanga kuelekea katika mchezo wa Jumapili, wananchi Yanga wakikipiga dhidi ya JKT Tanzania. Shukrani sana Kilango, nasikia huko kuna chapati zinafungwa mara 4. Asante. Tukutane wakati mwingine. Ni mwenzangu Hakida Kilango nikizungumza naye kutoka kule Tanga, ambapo kikosi cha Azam TV kimekita kambi huko ikiwa ni maandalizi kuelekea nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Nimekujuza mengi kwenye dakika chache zilizopita, ikiwa ni nusu saa ya kwanza, lakini je, nini tutakuja kukujuza kwenye nusu saa ya pili ya Mshike Mshike? Machache kati hayo ni pamoja na haya. Kwa kuendelea kuwa nasi, wakati fulani teknolojia ikija kichwa chini miguu juu unaenda nayo hivyo hivyo, sio? Bado tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Mashabiki na wapenzi wa timu ya Yanga mkoani Tanga wamejipanga kuipokea timu yao ambayo inatarajiwa kuwasili Jumaa hii kwa ajili ya mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya JKT Tanzania utakaochezwa Jumapili katika uwanja wa CCM Mkokwani. Taarifa zaidi na Mariam Shidafa kutoka Tanga. Tanga waja leo kuondoka majaliwa, Tanga lango kuu la Afrika Mashariki, na hivyo ndivyo wanavyokaribishwa klabu ya Young African pamoja na JKT Tanzania kwenye mchezo wa CRDB Federation Cup ambao utachezwa Jumapili hii kwenye dimba la CCM Mkokwani. Tutaipokea kesho, itatoka Dar es Salaam kwa majira ya saa 2 asubuhi. Tutaipokea kwa shangwe kwa sababu ndio timu ya wananchi yenye kuwapa furaha Watanzania wote wenye jinsia zote wanaopenda vilabu vyote. Yanga ndio inawapa furaha.
Kwa hiyo tutaipokea timu kuanzia Kabuku, Michungwani, Muheza mpaka inafika Tanga. Sisi tunawaambia tu JKT tumejiandaa, waje tunawasubiri, yaani hatuwaogopi. Ule uwanja huko pale kwa ajili ya wao na sisi tu. Kuna mpaka chai ya nazi Tanga, mpaka chai ya nazi ipo Tanga, tumewaandalia. Tushirikianeni tukapokee timu yetu, tusiwe kilelelele, tokeni mlipo. Nina uhakika basi tumekosa goli 5, maana mwenzangu amesema 4, naona kama lakini nina uhakika goli 5 ni lazima kwao. Wanatanga na wapenda michezo katika mikoa mbalimbali nchini, karibuni katika uwanja wa CCM Mkwakwani kwa ajili ya kushuhudia mtanange huo. Na kama ukishindwa kufika uwanja wa Mkwakwani, basi lipia kisimbuzi chako mapema ili kuepuka usumbufu. Kutoka hapa jijini Tanga, mimi ni Mariam Shedafa, Azam Sports. Tukisalia kwenye taarifa za mlengo huo, hapa Dar es Salaam, mashabiki wa Yanga tawi la Kigogo Luhanga wametamba kuelekea mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya JKT Tanzania, kama anavyoripoti mwandishi wetu Hadija Alifa. Kuelekea katika mchezo wa nusu fainali wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup baina ya Yanga Sports Club na JKT Tanzania, mchezo ambao utachezwa Mei 18 siku ya Jumapili katika uwanja wa Mkwakwani Tanga. Mchezo huu utakuwa mubashara kupitia kingamuzi cha Azam TV. Nimepata wasaa kuzungumza na baadhi ya mashabiki kindaki wa Yanga Sports Club wa tawi hili la Kigogo Luhanga ambao wana haya ya kusema. Sisi tunalichukua tena mapema, JKT hana uwezo wa kutuzuia sisi tukitaka jambo letu. Unaona? Lazima kombe tulichukue na makombe yote lazima tuyabebe. JKT Tanzania ni timu kubwa na ni ngumu, maana JKT Tanzania mara tumepata kwa wao ni pointi 4. Mechi ya kwanza tumewafunga 2, mechi ya pili kutoka kwao kule jirani semo 1-1. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, sio ndogo. Tunajua timu ngumu, timu mzuri, lakini hawajafikia Yanga. Utavujua kama Yanga timu nzuri kuko wao, angalia kwenye msimamo wa ligi. Sisi tunaongoza ligi, wao kwa nafasi ya ngapi? JKT akiwa kwenye uwanja wa nyumbani kwao wanajifanya mbwa, akiwa nyumbani kwake mkali, lakini ukitembea naye ukifika Uswahilini anakuwa ni mbwa koko tu. Kwa hiyo JKT sisi tunaona kama watoto wadogo tu kwetu. Kazi yao ni kulinda nchi. Mambo ya football watu wacheda Yanga African, sisi ndio wenyewe. Pale Mkwakwani tunapajua, sio wageni napo. Na tushabeba ushindi mwingi pale. Japo wameamua kukimbia, wanafikiri labda tupeleke kule labda mechi tutado. Hapana, sasa hatuwezi kudondoka kirahisi hivyo. Watusamee kwa hilo. JKT tutawapiga zaidi ya goli 2. Na kuwapiga ni faradhi, sio sunna. Yaani hiyo ni faradhi nusu finali hiyo. Kwa hiyo watatusamee tu. Timu ya Yanga Sports Club inatarajia kuondoka mapema kesho kuelekea mjini Tanga kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kuelekea katika mchezo huo. Nikiripoti kutoka hapa tawi la Yanga Kigogo Luhanga jijini Dar es Salaam, Hadija Alifa, Azam Sports. Turejee kwenye kuwatazama Simba Sports Club sasa, ambapo wachezaji wa zamani wa klabu hiyo, golikipa Amani Simba na kiungo mshambuliaji Mo Banka wametoa maoni yao kuelekea kwenye fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika Mei 17 mwaka huu kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Yaani mchezo sio rahisi tunavyosema, kwa sababu mpinzani naye ilikuwa naona kama ni ameshacheza huu, sio ni mwaka wangapi anacheza. Ila na uhakika naye mwenyewe lazima anakuwa anatufia sisi. Sisi tumejiandaa kutokana na yeye alivyo, na sisi tumejiandaa hivyo. Tunaenda kuanzia nje, kwanza ni advantage kwetu. Kwa hiyo hiyo advantage tuitumie vizuri. Either tutoe draw ama kikubwa ni kushinda. Umeona, lakini tusiende kwamba kwa ile mentality kwamba tunaenda kutoa draw ama tufungwe goli chache. Hapana, kikubwa kwamba ikishindikana kabisa kushinda basi tutoe draw. Lakini swala la kufungwa nje kwa watu wa Simba liwe hakuna. Kwa hiyo hata sisi mashabiki na wapenzi na wanachama wa Simba na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu hili ni swala la taifa, swala la Simba hili ni swala la taifa. Umeona? Kwa hiyo tuna imani kubwa sana na timu yetu. Baadhi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameitikia ushindi Simba Sports Club katika mchezo wake wa fainali wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Renaissance Sportive Berkane Mei 17 mwaka huu. Simba Sports Club kwenye mchezo wao dhidi ya RS Berkane, tunawaombea washinde mchezo ule na wakija Tanzania tumalize ili tuweze kupata kombe na kuipa heshima taifa letu, lakini na klabu yetu ya Simba Sports Club. Watani zetu Simba Sports Club kwa mechi yao ya kimataifa ambao wanakwenda kucheza fainali
wakienda huko washinde, basi nakija hapa washinde, waipe heshima nchi yetu ya Tanzania. Mimi Nusrat Hanje, mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Singida, ninaitakia kila laheri timu yetu inayotuwakilisha timu ya Simba Sports Club katika mashindano mechi ya fainali. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri kama taifa, of course kwenye umoja na nini. Tunategemea wafanye vizuri na tutawashangilia na tunawaombea wafanye vizuri. Natakia kila laheri timu ya Simba Sports Club inawakilisha nchi yetu ya Tanzania katika ushindi wake katika fainali na Berkane. Simba nguvu moja. Nawatakia kila laheri klabu ya Simba. Wakafanya vizuri, watulie, lakini ushindi tunaongoja na najua watashinda. Mwenyezi Mungu awasaidie. Mimi naitakia Simba ushindi mkubwa kule Morocco ili wakija hapa pia tuwatandike. Baada ya Pamba Jiji FC kujitoa kwenye janga la kushuka daraja moja kwa moja ligi kuu ya NBC na sasa kuwa katika mapambano ya kukwepa kucheza playoff, wadau wa michezo jijini Mwanza wamewapongeza wachezaji pamoja na benchi la ufundi chini ya Fred Felix Minziro kwa kuipigania nembo ya klabu hiyo, huku wakiwataka kujituma zaidi katika michezo miwili ya mwisho iliyosalia kumaliza msimu huu. Matokeo ya jana kwa kweli binafsi nimeyafurahia. Ingetokea timu ya Pamba mchezo wa jana ikadondosha alama, ingekuwa ni kazi ngumu. Kwa maoni yangu, cha kwanza ni makocha, nazungumzia kocha mkuu na wasaidizi wake, wahakikishe wanawaandaa wachezaji katika mazingira mazuri, kuhakikisha wanafanya vizuri katika michezo miwili iliyosalia. Ni moja kati ya timu ambayo ina historia kubwa sana pa nyumbani Tanzania. Ukizungumzia timu zenye mashabiki wengi, moja hapo ni Pamba Jiji. Hivyo tuseme tu kwamba wana jiji la Mwanza kushikamana kwa pamoja kuhakikisha hii michezo miwili iliyosalia ya Pamba Jiji basi wanaenda kuimaliza vizuri, na hatimaye tushuhudie Pamba yetu ikisalia na sisi kama wadau wa soka tukiburudika na kufurahi kuiona Pamba ikiendelea. Kama mdau nadhani kuna haja ya kuwekeza nguvu kubwa sana, hasa kwa mashabiki kujitokeza kwa nguvu kwenye mechi hizi mbili za nyumbani. Nafasi naiona kulingana na ubora wa kikosi cha Pamba Jiji, wanaweza wakafanya hivyo, wanaweza wakashindana. Miaka 20 na sehemu wadau tumesubiri Pamba ipande. Haitapendeza kama watashuka pia ikiwa wametupa ladha ligi kuu kwa takriban msimu mmoja peke yake ama mwaka mmoja peke yake. Tunatamani kuiona timu ikiendelea kusalia ligi kuu. Cha kukazia ni kwamba kumekuwa na morali inakuwa chini, inaonekana iko chini kwa mashabiki, kwa maana mashabiki ambao wanajitokeza CCM Kirumba wanakuwa wachache, hawajitokezi kwa wingi kama ambavyo imekuwa ikizoeleka. Cha kwanza uongozi wafanyie kazi hilo, lakini kitu cha pili uongozi nafikiri watengeneze ushirikiano mzuri kati ya timu pamoja na mashabiki. Unajua kuna ladha mashabiki wakiipenda timu. Nitakupatia mfano mmoja tu wa mashabiki wa Mbeya City, jinsi ambavyo wanaipenda timu, wanaiona kama ya kwao. Hiyo inapaswa pia Pamba Jiji waitengeneze na mashabiki waione timu kama ya kwao. Tukisalia kwenye kuzitazama timu ambazo zinapambana kutocheza playoff, tuwatazame sasa Fontaine, ambapo wadau wa soka kutoka Manyara wamezungumzia mwenendo wa timu yao hiyo pendwa kutokuwa na matokeo mazuri kwa siku za hivi karibuni na kusababisha kuwa nafasi za chini kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Fountain Gate FC hivi sasa ipo nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC ikiwa na alama 29 na ipo kwenye hatari ya kucheza playoff. Mechi za mwanzoni walipata matokeo mazuri na ndio zimesababishwa kubebwa mpaka sasa hivi kwenye nafasi ambayo sio mbaya, lakini tangu pale mwanzoni kama wangepoteana basi sasa hivi wangekuwa wameshakuwa katika hali ya kushuka daraja kabisa. Hapo kweli wana tatizo kidogo Fountain Gate hapo, kwa sababu ukiangalia mechi walizobakizwa mkononi ni 2 na hapo katika alama mbaya, matokeo walionayo ni mabaya, na hizi mechi karibuni wamezipoteza mfululizo. Ukiangalia mwanzo kocha wa Fountain Gate alishachukua mpaka kocha bora wa mwezi, lakini kwa sasa hivi Fountain Gate akishinda amepata draw. Kwa hiyo timu yetu hii inaposhuka, unajua ilipokuja hapa mkoa wa Manyara imefanya kwanza Manyara kutanuka. Ninachoomba tu ni kwamba wachezaji wapambane kwa mechi zilizobaki kwa sasa wakati ligi inaelekea mwishoni, ili kwamba tuweze kubaki na timu yetu ya kwenye ligi kuu. Ila pia hata kwa bahati mbaya ikatokea wakacheza hiyo playoff, mimi naona kama watajipanga vizuri, watafanya mikakati, na kama kuna baadhi ya wachezaji wataongeza hapo wenye uwezo.
Nikukumbusha unaendelea kutazama Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Twende break, tutarejea. Usiondoke. Haya ni maajabu. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Serikali kupitia kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Gelson Msigwa imesema uwanja wa Benjamin Mkapa upo tayari kuelekea fainali ya pili ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club ikicheza na RS Berkane. Msigwa amesema utayari wa uwanja huo umekuja baada ya uboreshaji uliofanyika hivi karibuni. Pia ameeleza namna walivyoshirikiana na viongozi wa Simba kukamilisha hatua hiyo. Una maboresho ya aina mbili. Kuna maboresho ya majengo yanayohusisha viti na mifumo ya ndani ya majengo ya uwanja ambayo tuko zaidi ya 85-90, kwa sababu viti tumefunga sehemu kubwa, tumebakiza kama viti 20,000 tu vilivyobaki. Na mifumo mingine ya maji, umeme, taa, sauti ndio hizo mnasikia ziko kwenye majaribio ya mwisho baada ya kuwa zimeshafungwa, zima moto, internet na vingine vingi ambavyo vinafungwa uwanjani. Hayo yote yamekamilika. Tulikuwa na changamoto na pitch, na CAF walikuja kutusimamia na kutoa maelekezo ya nini wanataka tufanye. Tulishafanya hayo yote, na sasa hivi kazi inayoendelea ni ya kuendelea kuhakikisha kwamba uwanja unazidi kuwa bora zaidi. Lakini kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepewa na CAF, yote tumeyatekeleza na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam ni kweli kuna mvua nyingi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa maji humu ndani kwa haraka zaidi ya mara 10 ya kipindi kile. Tukisalia hapo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ambaye ametoka kuzungumza hapo, Gelson Msigwa, ameweka wazi pia namna Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyotenga zaidi ya shilingi bilioni 650 kuongeza viwanja vingine vipya viwili ilikuwa na viwanja toshelezi kwa michuano ya kimataifa. Benjamin Mkapa ndio uwanja pekee tunaotegemea kwa nchi yetu wenye hadhi ya kuhost mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais anatambua hilo. Ameamua kuongeza viwanja vingine viwili kwa mpigo. Kwa sababu leo tunahangaika hapa kwa sababu hatuna uwanja mwingine. Yaani kama sio Benjamin Mkapa hatuna uwanja mwingine. Lakini uwanja wa Arusha kule tuko 43% leo tunakwenda. Sio muda mrefu ule uwanja na wenyewe utakamilika. Tunaanza kujenga uwanja mwingine Dodoma. Kwa hiyo ni shida, tunapata changamoto sasa hivi kwa sababu nchi yetu ina uwanja mmoja tu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua changamoto hii na kutambua athari zinazoweza kujitokeza kwa nchi kuwa na uwanja mmoja, ameamua tutumie zaidi ya shilingi bilioni 650 kujenga viwanja vingine vipya viwili, na tutajenga viwanja vingine vya mazoezi. Huo Shamba la Bibi, uwanja wa Uhuru, na wenyewe tunauboresha ufikie sifa ya kuchezwa mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na CAF. Kwa hiyo sio muda mrefu, maana yake tutakuwa tuna viwanja 4 vikubwa vya serikali vyenye uwezo wa kuhost mashindano ya kimataifa. Benjamin Mkapa, Arusha, Dodoma, Uhuru. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Naam, Gelson Msigwa akitolea ufafanuzi kinachoendelea kufanyika Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mjadala huo mkubwa ni kuhusiana na kuelekea mchezo mkondo wa pili ambapo kundi Msimbazi Simba watakuwa na minyana na RS Berkane. Muda huu ambapo nazungumza na wewe, kikosi cha Simba kimewasili katika mji wa Hujda kule Morocco kikitokea Casablanca ambapo kitakuwa hapo kwa ajili ya maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya RS Berkane. Na mwenzangu Patrick Raymond Nyembera ameambatana na kikosi hicho, naungana naye muda huu japo kwa uchache, tuambie mambo yalivyo na wamejiandaa vipi. Mwandamizi, karibu, mpo wapi sasa hivi na mmefika saa ngapi hapo na safari iko vipi? Safari ipo vipi? Safi kabisa, safari ipo poa na kuna radhi, kuna mataifa mengi na ambayo yapo hapa, lakini tukifiche tu kwamba tumetoka salama kutoka Jadida kuelekea Casablanca Airport, ambapo ilikuwa ndege iliyochukua muda wa dakika 45 kufika katika mji wa Ucha. Mji wa Ucha ni eneo ambalo Simba wataweka maskani yao na kama dakika 45 kwa kuendesha kuelekea kule Berkane. Kwa hiyo kocha pamoja na uongozi wana ni sehemu salama kabisa kutokana na distance na kuepuka yale ambayo yanaweza yakawa ndivyo sivyo katika mji wa Berkane. Ukiweza kuangalia upande wangu pili unaweza kuona pale nzima
kikosi cha watu ambao wakiwemo waziri, naibu waziri wa michezo wa shirika mstaafu na wengine wengi ambao wamekuja hapa, na hapa sasa hivi nasubiri kuchukua mizigo, na baada ya hapa tutaanza safari ya kuelekea katika hoteli ambayo tumepangiwa. Kesho kutakuwa kuna session mbili. Session moja itakuwa ni kwa ajili ya press conference ambayo imeandaliwa na CAF kuelekea mchezo huo, lakini pia wekundu wa Msimbazi utafanya mazoezi mapema kesho ili kujiweka sawa tayari kwa mchezo huu. Kwa hiyo ukizungumzia masuala mengine, hali ipo sawasawa kabisa, na kupata fursa pia kwa muda mchache wa kuchata na Fadlu Davids ambaye yeye amegusia concentration yake ambayo ipo katika mchezo huu wa tarehe 17. Ukija kuangalia psychological, wachezaji pamoja na benchi la ufundi wameweka focus yao katika mchezo wa tarehe 17, tofauti na yale ambayo yapo sasa hivi katika mitandao na vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na mchezo huo kuhamishiwa kule Zanzibar, ule mchezo wa tarehe 25. Kwa hiyo focus yao wamesema katika eneo hilo. Hivi sasa basi tukimaliza hapa tutaenda hotelini na ratiba nyingine tutaweza kujuzwa zaidi tukiwa. Asante sana Patrick Nyembera kwa kutujuza hayo. Pasina shaka tutapata mwingine wa kujua mengi zaidi. Ni mwenzangu Patrick Nyembera ambaye ameambatana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kule Morocco kwa ajili ya kujua nini ambacho kinaendelea huko, na amekita kambi tangu wanatoka hapa Tanzania kuelekea huko, yote ikiwa ni kuhakikisha unapata kufahamu nini ambacho kinaendelea huko kuhusiana na maandalizi ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kwenye mchezo muhimu ambao wanacheza weekend hii. Mchezo utapigwa Jumamosi na utakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam. Muda huu tuangalie iliyojiri kwenye anga za kimataifa. AFC Barcelona huenda usiku huu wakatawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya Hispania La Liga, na hili ni endapo watashinda mchezo wao dhidi ya Espanyol mjini Calnera nchini Hispania. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeandaa mchezo maalumu utakaowakutanisha magwiji wa soka la Zanzibar na Brazil wakiongozwa na nyota wa zamani wa nchi hiyo Ronaldinho Gaucho. Kwa upande wa magwiji wa Zanzibar wataongozwa na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Zanzibar Abdul Wakati. Match of the Legends tutaicheza uwanja wa New Aman Complex tarehe 27, ambapo dhamira yetu ni kuelevate Zanzibar in global identity through the power of football, culture and tourism. Utalii, mpira na culture zetu. Objective ni kuwa na fusion ile niloizungumza between Brazil and Zanzibar. Abdul Samad huyo miongoni mwa wadau ama waratibu wa tukio hilo. Mwisho wa mshike hii leo, lakini kama siondoka ni kujuza japo kwa uchache tu, machache kati ya mengi ili kujuza leo ni pamoja na haya. Mnyama Simba aondoka Casablanca kuelekea mjini Berkane kuwafuata wapinzani wao RS Berkane. Joto lazidi kupanda kuelekea mtarange wa Yanga dhidi ya JKT Tanzania nusu finali kombe la shirikisho la CRDB. Na mabingwa wa Hispania FC Barcelona yanahitaji ushindi usiku huu ili kuibuka mabingwa wa La Liga. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Kesho nayo ni siku, uwe na usiku mwema.